maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi mwaka huu 2025 yatafanyika katika mkoa wa Singida. Kama wadau wa nyuki na mfanyabiashara wa mkoa wa Singida na sisi timu ya kijiji cha nyuki, tumejipanga kuhudumia watu 400 ambao watalala katika maeneo haya ya maeneo yetu ya camp, kwa sababu sisi huku tuna maeneo ya asili, eneo kubwa lenye ekari 5000 ambalo linafahamika kama kijiji cha nyuki. Ndani yake tuna maeneo ambayo tumeyachagua ambayo yako karibu na mito, yako karibu na mabwawa, yako karibu na mazingira mazuri kwa ajili ya camping. Kwa hiyo tunasema kwamba tuna agenda ambayo inasema let's go camping, Eweka Day Escape. Maana yake tunashauri watu pamoja na kwamba wamekuja kwenye maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi kitaifa, lakini pia wapate furaha. Haimaanishi kwamba waje wapate struggle fulani. Tunawaonyesha kwamba Singida ni katika eneo salama kufanyia matukio ya aina hii ya kitaifa. Na kubeba watu 400, hizi ni hatua za awali tu za maandalizi. Lakini inawezekana kwa namna watu wanavyoongezeka na nini, kwa sababu sisi ni rahisi kuongeza zaidi nyumba za kulala wageni, tented lodge. Tunamaanisha kwamba mahema yale tunayapiga na tumetengeneza public toilets na toilets za kawaida. Kwa maana yake yale sehemu za kulala wageni 400 ndio tumejiandaa nayo kwa sasa, na kama wataongezeka tutawasiliana na wale waandaji kwa ajili ya kuongeza tu mahema na kuchukua watu pengine wanaweza kufikia mpaka 800. Huduma nyingine ambayo tumejipanga vizuri kuitoa wakati wa hii Mei Mosi kitaifa mkoani Singida ni kwamba ni huduma ya chakula. Watu kupata huduma ya vyakula wakati wako katika wanaishi katika mazingira haya na nje ya maeneo haya, huko kwenye vile viwanja vya mjini na maeneo mengine. Lakini tunafahamu mawaziri mbalimbali, ugeni mbalimbali utakuja. Ule ugeni tunaukaribisha sana kwa nyakati tofauti kwenye kijiji cha nyuki. Kwa hiyo tunategemea watu watakuja kupata mazao ya nyuki, watakuja kupata zawadi wanapokuwa wanarudi huko mikoani kwao, watakuja kuchukua vumbi la Singida. Kwa tumeandaa takriban magunia 2 ya vumbi la Singida. Tumeandaa zaidi ya tani 5 za asali. Tumeandaa watu watapata nafasi ya kuweza kujivunia wenyewe asali kwenye mizinga, pollen, tour mbalimbali kufanyika katika nyakati tofauti. Lakini pia tutakuwa tunatangaza katika kipindi hicho, tunatangaza leo tunapika chakula cha asili ya watu fulani wa Singida. Inawezekana Wanyiramba, inawezekana Wanyaturu, Wagogo. Kwenye kijiji cha nyuki watu watakuwa wanapata hiyo huduma. Kwa hiyo jioni, kama watu wengine hata kama wanalala mjini, lakini wanaweza kusema kwamba twendeni kwenye kijiji cha nyuki, leo kuna chakula special, wakaja kupata hicho chakula. Lakini katika kipindi hiki kilichopita pia tulikuwa tunafanya maandalizi ya kujaribu kuandaa mvinyo. Ni utamaduni wa kawaida kabisa. Watanzania wanapenda mvinyo na ni asili yao. Kwa hiyo sisi tumetengeneza mvinyo wa asili na mvinyo ambao umetengenezwa na asali. Na mvinyo huo kwa sasa tunazo tani 4 za mvinyo ambazo huko kwenye maonyesho, kwenye viwanja vya maonyesho bidhaa hizo zitakuwepo. Lakini huku kwenye maeneo kwenye maeneo ya kijiji cha nyuki pia, kwa sababu shughuli inafanyika jirani na kijiji cha nyuki, watu watapata nafasi pia ya kuja kuona wapi mazao hayo wanaoyatumiaga huko Dar es Salaam, Arusha na maeneo mengine Mbeya. Basi watapata nafasi ya kutembelea eneo hili na kujichukulia mazao katika eneo hili rasmi. Kwa hiyo huduma ambayo tutaitoa nyingine ni usambazaji wa mvinyo wa Ifoneo. Lakini nitoe wito kwa vijana wenzangu na wafanyabiashara wenzangu wa hili eneo la Singida. Tujitahidi kukarimu vizuri wageni ambao wanaingia katika mkoa wa Singida. Na sisi kama kijiji cha nyuki tumesema kwamba
kwa namna tulivyojipanga, hakuna taasisi nyingine ambayo italaza watu wengi katika eneo moja kama kijiji cha nyuki. Na sisi tumesema mifumo ya maji, mifumo ya umeme, mifumo ya mawasiliano, mifumo ya usafiri kwenda kwenye kumbi za michezo na viwanja vya michezo na kumbi za mikutano, huduma hizo zitakuwepo muda wote wa maadhimisho ya sherehe hizi za Mei Mosi kitaifa. Kwa mfano, watu wengi hawajawahi kuvuna asali. Kama jioni watu 50 wanaweza kujiorganize kuvuna jioni moja, kwa sababu jioni ziko nyingi katika maadhimisho hayo, siku 15 au ngapi. Kwa wanaenda kufungua mzinga mchana, wanafungua mzinga, wanavuna pollen au vumbi la Singida, wanavuna mazao mbalimbali. Kwa kutakuwa na program za tour za kutoa elimu, na hii ndio nafasi yetu sisi wafanyakazi. Na sisi tuna wafanyakazi kwenye kijiji cha nyuki, na sherehe hii ni ya wafanyakazi. Kwa hiyo wafanyakazi hawa wa kwenye kijiji cha nyuki watatoa elimu ya nyuki kwa vitendo kwa wafanyakazi wengine na watu wengine, wadau wengine watakuwa kuja kwenye sherehe hizi. Tunafahamu wanakuja mabalozi wengi, tunafahamu wanakuja mawaziri wengi, tunafahamu wanakuja watu wengi. Hao watu sisi tunachotaka kuwaambia tu ni kwamba wasianze kugeuza gari kurudi majumbani mwao bila kupita kwenye kijiji cha nyuki. Itakuwa ni kipindi kizuri sana sasa kutumia mazao yenyewe ya nyuki, elimu ya kutumia mazao yenyewe ya nyuki. Mtu akitumia vumbi la Singida tarehe 14, tarehe 15 linafanya kazi. Tarehe 15 akiwa hapa Singida. Kwa kabla hajaondoka anaona matokeo. Sio matokeo akayaonee huko Rukwa alikotoka. Sio matokeo akayaonee maeneo mbalimbali. Tunayo mazao ambayo mtu anaona matokeo yake ya kiafya ndani ya masaa 12 kama vumbi la Singida. Kwa watu watakaofika hapa na wengine ambao walishaanza kutumia vumbi la Singida wakiwa mikoani, watakuja kuona rasmi sehemu ambayo hii ndio. Wafanyakazi pia wanapata nafasi ya kujifunza shughuli za ufugaji wa nyuki zinavyofanywa kibiashara. Wamezoea huko walikotoka shughuli za nyuki zinafanywa kiasili kwa kutumia magogo, magome, madebe, vikapu na nini. Sasa watakuja kuona ufugaji wa nyuki kibiashara ukoje. Mzinga wa Singida Techno Hive wenye maji, wenye kioo, nyumba ya nyuki ya kisasa ambayo inafanya vizuri katika nchi yetu, watakuja kuiona hapa kwenye kijiji cha nyuki namna wanavyofanya kazi. Kwa hiyo ni fursa kwa wafanyakazi, kwa sababu wafanyakazi hawafanyi kazi muda wote. Kuna muda wa kustaafu. Wafanyakazi wanaokuja wanapata nafasi ya kujifunza shughuli za nyuki zinavyoweza kufanywa kibiashara, ili wakistaafu au sasa hivi wanapokuwa kazini waweze kuwekeza kwenye shughuli za ufugaji wa nyuki ambaye ni idara ya misitu na nyuki, na kunufaisha wengi kwenye masuala ya afya na maeneo mengine.